Wasiwasi mkubwa mjini Wargadud baada ya mashine ya Asal kuripotiwa kuwa imeharibika, huku wakazi wengine wakibaki bila tama la maji. Mwanahabari wetu Rania Dagei anatueleza zaidi. Naam. Wakazi wa eneo la Wargadud wanaendelea kukumbwa na matatizo ya maji, jambo ambalo limekuwa changamoto kubwa, huku shule za upili zikiathirika pakubwa, hasa wakati huu ambapo eneo hilo linapendekeza kupandishwa hadi kuwa kaunti ndogo. Walimu sasa wamelazimika kusafirisha maji ili kuhakikisha masomo unaendelea. Wakazi sasa wanatoa wito kwa serikali kuchukua hatua za dharura kuhakikisha upatikanaji wa maji unaimarishwa. Nikiripotia dira ya GMS, jina langu ni Rania Muhammad. Wizara ya Elimu imetangaza rasmi ya kwamba wanafunzi wa gredi wa 9 watachagua mwelekeo wao baadaye katika masomo watakajiunga na shule ya upili. Sumei Ibrahim anatupasha taarifa hiyo kwa kina. Mara ya kwanza chini ya mtaala wa CBE iliyojulikana awali kama CBC, wanafunzi wa gredi ya 9 wanachukua hatua kuchagua mwelekeo wao baadaye katika masomo. Katibu katika Wizara ya Elimu anasema 80% ya shule ya sekondari ya juu zimewekwa kwenye mtandao masomo yatakayotolewa mwaka ujao wanafunzi watakapojiunga na gredi ya 10. Nikiripotia dira ya GMS, jina langu ni Sumei. Erastus Erang ameteuliwa rasmi na Rais William Ruto kuwa mwenyekiti mpya wa tume huru wa uchaguzi na mipaka ya IEBC. Hii ni miaka moja baada ya mwenyekiti Wafula Chebukati kufariki. Mwanahabari wetu Hamza Dewan ana mengi zaidi. Rais William Ruto sasa amemteua Erastus Edong'o kwa mwenyekiti mpya wa tume huru uchaguzi na mipaka ya IEBC. Kiongozi wa taifa kupitia tangazo la gazeti la serikali lililochapishwa tarehe 10 Juni mwaka 2025. Pia ameteua makamishina wapya 6 wakiwemo msajili wa vyama vya kisiasa Anne Njeri Nderitu. Wengine walioteuliwa ni Moses Alutalala, Mary Karen, Hassanur Hassan, Francis Odhiambo na Faima Arafat. Nikiripotia Jira DMS, jina langu ni Hamza.